Jonathan Soa kwenda kutufungia magoli. Rekodi yake ya miaka inambeba tosha kuonekana kana kwamba anajua kufunga. Nenda fuatilia Simba Sports. Tayari wameshatangaza mwalimu mkuu ambaye atakayeongoza Simba Sports. Simba, tusifocus kwa kocha. Tufocus namna ambavyo tusimame kwenye dua na sara. Tuna mechi ya Jumapili ambayo na Gaboro katika uwanja Benjamin Mkapa, mechi ya klabu bingwa barani Afrika. Tukimaliza mechi ya klabu bingwa barani Afrika kwa ratiba ya football ya dunia, tunakwenda kwenye break kwa maana ya mapumziko, tunapisha kalenda ya nini? Ya FIFA. Kwa hiyo tunapata muda mrefu wa kuendelea kuitengeneza timu. Mimi naamini kipindi ambacho muda huu mrefu wa mapumziko utakaopata, Simba ndio muda ambao utakaotumia kumtangaza mwalimu mpya, na mwalimu mpya ndio muda ambao utakaotumia kuitrain timu yake. Simba na watu wewe. Bwana Nikoi, wengi furaha ya mashabiki wengi Tanzania na mashabiki wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi ni kumwona Jonathan Soa akifungua akaunti yake ya mabao rasmi na klabu ya Simba, na Rushain kufungua akaunti mpya ya mabao ndani ya klabu ya Simba, na Jonathan Soa na Jean Charles Ahoua kuendeleza kile ambacho aliisha msimu uliopita. Jonathan Soa ni mchezaji wa namna gani tuliuona misimu uliopita, mechi chache ana magoli mengi. Tuone Simba ni inaenda kubeba taswira ya hitaji la striker limepotea na klabu ya Simba kupitia Jonathan Soa. Naamini Waswahili wanasema hakuna ugonjwa unaokosa kuwa na dawa. Ugonjwa Simba tunakwenda kutibu kupitia Jonathan. Wanakwenda kumchukua ule mchezaji, wanapewa kwa mkopo kutoka Maniama ya Ghana. Soa ndo anakuwa mfungaji bora kwenye Maniama ya Ghana. Anakuja Singida mzunguko wa pili, anacheza mechi 10, anafunga goli 13. Anakuja Simba Sports mechi ya kwanza ya Liga NBC, anafunga goli. Malem bibi yangu binti Abdallah Nyazombe Mwajuma, Mungu amweke mara pema peponi, aliwahi kunambia mjukuu wangu nyota njema inaonekana asubuhi. Tunaamini uwepo wa Jonathan Soa Simba si wa bahati mbaya. Tumeshawishika na uwezo wake, lakini kazi kubwa tunaitamani kuona namna ambavyo anaisaidia Simba inapata matokeo mazuri. Nimesema hapo awali, nampongeza sana beki wetu Msauzi, kuona namna ambavyo naye anakwenda anafunga goli. Hii inaonekana namna ambavyo aina ya Simba sajili tulokwenda kufanya, tumekwenda kufanya sajili ambazo zenye uhakika mkubwa, quality player ambao tuna imani kwamba watakwenda kutufanyia vizuri Simba Sports. Watakwenda kutufanyia vizuri kwenye Liga NBC, lakini pia watakwenda kufanyia vizuri katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Wengi wanazungumza kwamba mchezaji ambao mlichukua kwa mkopo kupitia mechi 2 ambazo aliziona Jonathan Soa walikuwa hawana aina ya midfield ambao kumlisha mipira kama alivyokuwa Singida Black Stars. Wanasema mechi ya kwanza Jonathan Soa anafunga, kapewa na nani mpira, kauchukua golini mpaka golini kafunga. Wanasema waendelee kusema. Lakini niwaambie tu, niwaombe tu, subira min Allah. Mwenye kufanya subira yuko pamoja na Mwenyezi Mungu. Wawe na subira, watamuona Soa anafunga, na watamuona midfield ambaye atakayekuwa anampa mipira Soa kufanyaje? Kufunga. Kwa hiyo Soa atafunga sana. Na watu wa kumpa mipira Soa wapo. Wao kama wanatamani kumuona Soa na waendelea kufunga, kikubwa waendelee kuwa na nini? Na subira. Watamuona. Wao sio wanataka Soa tu afunge, watamuona Soa anafunga. Lazima waendelee kumia, shekhe. Waendelee kumia. Jana muona midfield ya Simba ile namba 8. Anaitwa nani? Unakumbuka historia ya usajili wake? Nakumbuka. Wasema anafanana na Kaisedo. Hakuna mchezaji mwingine ndani ya Liga NBC anaweza kufanana naye jina kidogo. Hamna. Yupo. Anaitwa nani yule? Musa Bala. Musa Bala. Nasikia umepigwa.
Sasa mechi moja tumepigwa. Siku zote. Ngoja niwaache watani. Ila wamepigwa. Nasikia jamaa anataka kurudi, mwenye mguu mmoja ule. Wa kushoto. Ndio mipango ishaanza, analetwa kwa mkopo naye. Jamaa naye anamchukua huko anampeleka kule, vice versa. Huyu anaenda huko, huyu anakwenda kule. Yes. Shashinda. Yes. Na ndio maana niwaambie mashabiki wa Simba watulie. Tuna watu makini sana. Ule usajili watani waliofanya, namna ambavyo walivyopushi kwenye vyombo vya habari, ikaona Simba imefanyaje? Imepigwa. Kumbe sisi tumecheza zile pasi za kizamani, tangulia na kukuta mbele. Wao walivyomwona kwenye mechi ufunguzi ya Simba Day na ngao ya jamii wakasema wamepigwa. Walivyomwona. Jana nimewasikia wanasema, wananyongonya, jamaa bwana wamechukua mwamba. Kwa hiyo niwaambie tu mashabiki wa Simba waendelee kuwa na subira, tuendelee kuwaunga mkono viongozi wetu. Mimi naamini kwamba tuna mechi dhidi ya Gaborone ya Botswana siku ya Jumapili. Nafikiri jana tumemsikia mwenyekiti kwa namna ambavyo anavyozungumza katika upande wa mashabiki, kwa maana tunawasikiliza wenye shirikisho la mpira wa miguu katika bara la Afrika kwa maana ya CAF. Watakaposema hizo rufaa yetu tumefanikiwa, tunaruhusiwa kwenda uwanjani, basi twende uwanjani. Lakini kama ikitokea haturuhusiwi kwenda uwanjani, mimi naamini kwamba klabu ya Simba kupitia msemaji wetu Ahmed Ally itakuja na utaratibu kana kwamba walofanyaga kipindi cha nyuma kwenda mwembe wa nyuma mwiko. Mimi nafikiri tuwe na subira, lakini kikubwa tubaki kwenye dua na sala kuiombea timu yetu ili kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri. Wengi kwenye mechi ya jana wanamlaumu Mzamiru Yassin. Nani? Mashabiki baadhi. Mara nyingi sitaki kuzungumzia mashabiki kwenye performance ya mchezaji. Lakini mmoja katika wachezaji ambao wanaocheza vizuri Mzamiru Yassin. Mzamiru Yassin hatukumuona muda mrefu kwenye game. Kwa maana kwamba mwishoni wa mwaka jana. Lakini mwaka huu katika mechi ya kwanza tunakwenda kumshuhudia international game kati ya Simba Sports na Gaborone Botswana. Mzamiru Yassin anafanywa sababu ya kuingia. Wakati huo Simba tunaongoza goli moja. Tunaye mwalimu fundi Fadlu Davis. Kwa nini alimuamini na kumpa dhamana kubwa Mzamiru Yassin? Maana yake alijua ana uwezo mkubwa wa kuisaidia timu. Kwa hiyo kwangu sina mashaka na Mzamiru Yassin. Kwangu nampongeza, jana alicheza vizuri. Timu haichezi kwa namna mshabiki anavyotaka. Timu inacheza kwa namna ambavyo mwalimu anavyotaka. Na tunapoona kila mchezaji ambaye yuko kwenye pitch, basi tuamini kuna maagizo ambayo amepewa na mwalimu wake anahitajika kwenda kufanyaje? Kuyatekeleza. Kwangu ni mchezaji mzuri, mwalimu akimwamini, mimi kama shabiki kazi yangu kubwa ni kumpa support. Salemba. Yes, Mzamiru Yassin. Bora kabisa. Shukrani. Asante sana, niwashukuru sana. Bana, karibu tena mwana michezo, njoo tuzungumze yale ya kimichezo Dao Sports pamoja na hashtag. Tuko hapa kwa ajili ya kuhakikisha na yale ya kimichezo. Niko na mwenzangu bwana Nikoi Kisugu. Jana tumeona mchezo wa ligi kuu Tanzania. Simba sasa wamefungua pazia rasmi la ligi kuu Tanzania bara. Kikosi tumekiona na mwalimu mpya tumeona na mbinu zake tumekiona. Ni kitu gani ambacho kime innovation kwenye mechi ya jana? Kwanza kuna namna ambavyo timu imekwenda kupata matokeo. Ni jambo ambalo surprise sana kwangu. Kwa sababu kwa namna ambavyo matukio ambapo hapo kati yalivyotokea, kimsingi lazima niseme kama shabiki nilikuwa nakwenda nazungumza kwamba tutapata matokeo, lakini kiwasilia kuna muda mwingine nilikuwa naangalia katika pigo ambalo lilitokea, nilikuwa naamini kwamba mechi haitakuwa nzuri. Lakini kwa namna ambavyo nimekwenda kushuhudia, nimeona mechi nzuri, nimeona mechi iliyokuwa bora, nimeona mechi ambayo ilikuwa na ushindani mkubwa. Otherwise yote kwa yote timu imepata point 3, imekuwa jambo jema sana. Kwa sababu unapokwenda kwanza katika ligi NBC, kikubwa unaanzaje kwenye ligi? Maana yake tumekwenda kupata ushindi wa goli 3, tumekwenda kupata na point 3, kwetu kwa imekuwa jambo jema zaidi. Lakini kikubwa niwapongeze sana technical bench chini ya Suleiman Matola. Mimi na imani kwamba walifanya kazi kubwa. Sio kazi ya kufundisha rasha, kazi ya kuwajenga wachezaji wa Simba psychology kulingana na namna ambavyo tukio lilotokea. Unajua jambo ambalo lilotokea kwenye Simba kwenye mfano, lakini nieleweke vizuri. Ni sawa baba umefiwa na mwanao ghafla. Ni sawa baba, sawa umefiwa labda na mke ghafla. Jambo lilotokea kwa mwalimu wetu Fadlu Davis kwenda kuiacha timu ghafla ni jambo ambalo wachezaji wa Simba lazima kuna muda walijisikia unyonge.
kuna baadhi ya wachezaji wa Simba tunaamini mwaka huu 100% usajili wa Simba, mwalimu wa Simba Fadlu Davis ndio aliofanya usajili. Kwa hiyo mchezaji ambaye anaamini kwamba mwalimu aliyenisajili ndio atakayeniongoza, ghafla anaambiwa mwalimu aliyekusajili hutokuwa naye tena msimu wa mwaka huu. Kwa hiyo psychology ya wachezaji lazima iteteleke. Kwa hiyo nachomfutivia Suleiman Matola kwenda kuwatengeneza wachezaji vizuri psychology, kuja kupambana, kuna namna ambavyo tunapata point 3, kwangu ilikuwa surprise kubwa. Nampongeza sana Suleiman Matola pamoja na Ahmed Morocco. Lakini ukirudi kwenye mechi ilikuwa nzuri. Mechi ilikuwa na upinzani mkubwa. Na mechi ya jana imekwenda kutoa taswira halisi ya ligi NBC mwaka huu. Juzi nilikuwa nafuatilia mechi nyuma mwiko zidi ya Pamba Jiji. Lakini baada ile mechi nikaenda kufuatilia mechi ya Azam Football Club zidi ya Mbeya City. Ukifuatilia toka ligi NBC ianze mpaka jana mechi ambayo Simba anakwenda kucheza inatoa taswira halisi ya ligi NBC mwaka huu itakuwa na ushindani mkubwa. Kwa hiyo sisi kama Simba tuchukue nafasi. Niwaombe sana mashabiki wa Simba, tunahitaji kufanya maandalizi halisi kuona namna ambavyo tunakwenda kutoa ubingwa wa ligi NBC. Kwa jana tumepata matokeo, nimefurahi, lakini kilichonifurahisha zaidi kuona Black Lion anafunga goli. Lakini ukiachia Black Lion kwenda kufunga goli, kwa maana yake Johnson Soa, lakini tumeona beki bora ambaye mimi namtegemea kuwa beki bora kwenye ligi ya NBC mwaka huu, Rushani Derrick anakwenda anafunga goli. Lakini kilichonifurahisha zaidi chengine kuona namna ambavyo Jan Chazi ya Hua anaendeleza mwendelezo wake mwaka jana alipoishia. Unapokwenda kuuliza kwenye ligi ya mwaka jana, maana yake mfungaji bora lazima mzungumzie Jan Chazi ya Hua. Kwa hiyo leo tunapokwenda kwenye mechi ya kwanza kuona hiyo mechi ana assist, kuona hiyo mechi anakwenda anafunga goli, maana yake anakwenda na mwendelezo ambao mwaka jana alipofanyaje alikoishia. Mimi naamini kwamba tunakwenda kucheza ligi ngumu kama nilivyosema, lakini kikubwa naombe mashabiki wa Simba tuendelee kuunga mkono timu yetu ili kuona namna ambavyo tunakwenda kupata matokeo kila mechi. Nikoi, ni sahihi sasa kuamini makocha wazawa wanaweza kutufikisha mbali kwenye vilabu vya ligi kuu Tanzania bara? Yes. Ni sahihi. Lakini sisi madaraka tumewapa viongozi wao kwa mitazamo yao, ndio wanaweza kuona namna ambavyo mwalimu gani kwa sasa anaweza kufaa kufundisha Simba Sports. Lakini mimi binafsi kama Kisugu ukiniuliza, sina mashaka na makocha wazawa. Naamini tuna makocha bora wana uwezo mkubwa wa kufundisha timu zetu. Leo hii nikupe mfano mdogo sana. Tumeleta sana makocha wa kigeni katika national team hatukufanikiwa. Lakini national team tunamkabidhi mzawa Ahmed Morocco, amepeka timu AFCON 2025 Morocco. Tumemaliza mashindano ya CHAN juzi. Yale mashindano hatukupigiwa kula. Tumekwenda kwa uwezo wetu. Mashindano ambayo tumewakabidhi makocha wageni zaidi ya mara 5 mara 6 tumeshinda qualify. Kwa hiyo maana yake Ahmed Morocco anakwenda kutuonyesha wa Tanzania kwamba mkituamini tuna uwezo mkubwa wa kufanya kazi. Leo hii Simba tunajidai moja katika vilabu bora barani Afrika ni Simba Sports. Mwaka jana tumecheza finali ya shirikisho barani Afrika. Lakini kwa historia mwaka jana ni mara ya pili. Mara ya kwanza tulicheza 1993. Lakini kocha akiwa mzawa Abdalla King Kibaden. Kwa hiyo mimi binafsi ukiniuliza kocha wazawa na imani nao na naamini wana uwezo mkubwa. Kikubwa ni kuamini. Tukiendelea kuamini makocha wazawa na tukawapa facility zote ambazo wengine wanazopewa wageni wakija, mimi naamini wana uwezo mkubwa kutuongoza. Lakini jukumu la nani anakuwa kocha kwenye timu bado inabaki kwenye management ya timu. Yes. Kama wewe kama mshabiki wa klabu ya Simba, tumeona kuna baadhi CV zimekuja zaidi ya 200 kama alivyosema Magori ndani ya klabu ya Simba kwenda kuomba kazi kutafuta kocha mpya. Magori, ni sahihi kwa klabu ya Simba kufanya kumwacha Ahmed Morocco kuinua kikosi mpaka hatua ya mwisho ligi kuu Tanzania bara? Dunia inajua, Afrika inajua, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inajua kwamba Ahmed Morocco ndio kocha timu ya taifa
ya Tanzania. Kwa leo Simba tukiamua kama ulivyosema ya kuweza kumpa madaraka ya moja kwa moja kuifundisha Simba, basi amini tunakwenda kuwadhulumu wa Tanzania. Kwa sababu leo taifa lenye watu zaidi ya milioni 60 katika upande wa football, anayetuongoza ni Ahmed Morocco. Kwa leo tukiamua kufanya maamuzi ya kwenda kumchukua, maana yake tutakuwa tumekwenda kukata kiu ya Watanzania. Mwenyekiti wa bodi ya kurugenzi wa klabu ya Simba amezungumza, mzee wetu Clatous Magoli, kwamba tumechukua au tumemchukua Morocco kwa kocha wa muda. Na mimi naamini leo Jumaa ngapi? Ijumaa. Mpaka Ijumaa inayokuja tupe siri. Napongeza sana mwenyekiti wa crew na mwenyekiti wa bodi ya klabu ya Simba. Nampongeza sana makamu mwenyekiti wa bodi ya kurugenzi wa klabu ya Simba. Na wapongeza sana wajumbe wa bodi ya klabu ya Simba. Ina watu makini. Wana Simba tutulie, tuendelee kuwaamini. Mimi naamini wapo kwa ajili yetu. Yako maswali mengi wanajiuliza, lakini sasa hivi wana